Kwa majina naitwa Dickson Mpilipili ambaye ni mkurugenzi na muasisi wa mashindano ya Chuo Challenge Cup, mashindano ya vyuo vikuu na vyuo vya kati ambayo tunaenda kuyafanya msimu huu. Ni msimu wa 4 yakihusisha vyuo 16. Lengo kuu la mashindano haya ni kuwakutanisha wanavyuo ambao ni vijana ili kuweza kuwajenga kimaadili, kimichezo, kitaaluma na zaidi ya yote pia kuwapa nafasi ya kuburudika. Tumekuwa na miezi 4 ya mashindano haya ambapo miezi 3 tumefanya kwa kuzunguka vyuoni, tukifanya zoezi la Career Talk kupitia project ya vijana Fursa Talk, ambapo tumekuwa tukizunguka na watu wa Career Talk katika vyuo vyote 16 ili kuweza kuwajenga kimaadili, kuwajenga kitaaluma, lakini pia kugawa vifaa vya michezo. Na sasa tunaenda kuanza michezo kupitia michezo hii ya uwanjani, ambapo leo hii tumefanya ufunguzi na tumeshuhudia mchezo huu wa ufunguzi kati ya Mipango mabingwa watetezi dhidi ya Bukoas, ambao kimsingi ufunguzi huu umefana ukifunguliwa na Mohamed Bitegeko ambaye ni afisa utamaduni jiji la Mwanza, akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda. Kwa kweli tunashukuru kwa hiki ambacho kimefanyika siku hii ya leo, lakini pia tunashukuru kwa wadau wote, Yas ambao ni wadhamini wakuu, Star TV na Radio Free Africa ambao ni walezi, lakini vyuo shiriki, MZFA na wadau wote ambao wamekuwa wakishirikiana nasi katika mashindano haya ya Chuo Challenge Cup, na tunasema msimu huu unaenda kuwa msimu bora katika mashindano ya Chuo Challenge. Hamasa ya Chuo Challenge Cup imekuwa ikiongezeka sana kwa sababu tulianza na vyuo 8 na tulianza kwa kuchechemea, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda mpaka tunafikia msimu huu wa 4 tunaona hamasa imezidi kuwa kubwa. Tunaona msimu huu tunashirikisha vyuo 16 kama ilivyokuwa msimu wa mwaka jana, lakini maboresho ya msimu huu pia yamekuwa yanahusisha timu ambazo zinatoka nje ya Mwanza. Tumekuwa na timu kwa maana chuo ambacho kinashiriki kutokea Geita kwa maana Geita Institute. Kwa hiyo sisi tumefanikiwa makubwa kuendelea kutanua wigo wa mashindano haya ya Chuo Challenge Cup. Licha ya changamoto ambazo tunakutana nazo, tumekuwa tukipambana ili kuweza kuhakikisha kwamba adhima ya mashindano haya ya kuwajenga vijana kitaaluma, kimaadili pamoja na kuwapa burudani kupitia michezo inafikiwa. Na nitumie nafasi hii kuomba taasisi za kiserikali, makampuni, tunaona tunadhaminiwa na kampuni 2 tu kwa maana ya Yas pamoja na Makwish. Unaona ukata bado upo katika mashindano haya, na nichukue nafasi hii kuomba makampuni, taasisi, serikali, pengine tuweze kushuhudia hata goli la mama hapa ama wizara support katika mashindano haya, kwa sababu yanahusiana na vijana, na tunaelewa vijana ndio taifa la kesho, ndio taifa la leo, ndio taifa ambalo limeshikilia adhima ama hatima ya taifa hili. Kwa hiyo kimsingi tunaomba tupate support ili tuweze kufikia adhima ya kuwajenga vijana kitaaluma, kimaadili, lakini pia kuwapa burudani kupitia michezo ambayo inafanyika. Asante sana.